nahitaji kuwa na shilingi ngapi na mimi nipate kampuni? Gharama zinazolipwa kila siku kwa mwaka ni shilingi ngapi? Nahitaji kuwa nalipa shilingi ngapi kila mwezi ili kuendesha kampuni? Nahitaji kuwa na biashara ambayo ina mtaji kama shilingi ngapi, napata shilingi ngapi nipate kampuni yangu? Majibu ya haya maswali ni hivi. Kwanza, ukitaka kusajili kampuni unahitaji kuwa milionea au na mahela mengi. Pili, unahitaji kusajili kampuni sio kwamba kuna gharama kila saa unalipia kila mwezi ili kurani kampuni, no. Iko hivi, ukitaka kusajili kampuni kuna gharama aina mbili utakazolipia, na hizi gharama zinalipa mara moja, zilipi kila awamu, kila nino. Na aina hizi mbili za gharama utakazolipia ni gharama ya serikali na gharama ya agency kwetu sisi tutakao kuweza kushughulikia hii procedure nzima. Gharama zetu za kazi sisi, tutaanza na gharama za serikali. Gharama za serikali zipo kwenye madaraja matano, na haya madaraja matano yamekaa kutokana na thamani halisi ya kampuni yako. Sasa swali, utajuaje thamani halisi ya kampuni yako wakati bado hujasajili kampuni? Utaangalia vitu vifuatavyo. Ukitaka kujua thamani halisi ya kampuni yako itakuwa ni shilingi ngapi, unaangalia moja, mtaji unaotaka kuanza nao kwenye biashara yako. Pili, utaangalia asset utakazozitumia kuendesha biashara yako. Asset ni kama jumba, jengo, kama ni kodi unalipa, kama unipanga au unanunua, vitu vyote utakavyokuwa unavitumia, asset zote utakazokuwa unazitumia kurun biashara yako. Tatu, gharama za uendeshaji wa kila siku. Kwa mfano mafuta, umeme, maji, chakula, kuwalipa mishahara vijana na kila kitu unazotumia. Hivi vitatu ukivijumlisha kwa pamoja ndio unapata thamani halisi ya kampuni yako. Usiweza kuniambia kama mimi sina hela sio nini. Nisikize vizuri. Unaangalia mtaji ulionao. Sio lazima mtaji uwe nao cash. Mtaji sometimes sio pesa. Mtaji ni kila kitu ambacho utakitumia. Kwa una convert kuwa pesa. Alafu kwa mfano sina asset na nini, unaangalia je, asset zipi ambazo nitazitumia soon nikianza kufanya operation? Then hivi vyote ukivijumlisha kwa pamoja ndio unapata kumbe mimi thamani yangu itakuwa ni hii. Sasa nitakutajia hizi thamani tano za serikali, alafu utaangalia ni thamani ipi ambayo inaendana na wewe. Daraja la kwanza, ukisema kampuni yako ina thamani kuanzia 20,000 mpaka milioni 1, utalipia 1,177,200. Daraja la pili, ukisema mimi kampuni yangu ina thamani kuanzia milioni 1 mpaka 5, utalipia 2,247,200. Daraja la tatu, ukisema mimi kampuni yangu ina thamani kuanzia milioni 5 mpaka 20, utalipia 3,32,200. Daraja la 4, ukisema mimi kampuni yangu ina thamani kuanzia milioni 20 mpaka 50, utalipia 3,62,200. Daraja la 5 na la mwisho, ukisema mimi kampuni yangu ina thamani kuanzia milioni 50 na kuendelea, kwa maana milioni 100, 500, bilioni kwenda huko mbele, utalipia 5,12,200. Hii inalipo mara moja, ni kama kiingilio. Pili, thamani yako haina uhusiano wowote na kodi utakao kuwa unalipa kwa mwaka. Usije ukasema sasa kwa nikichagua kubwa nitalipa. No. Tena huwa tunapendekeza uchague thamani kubwa kadri uwezavyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kubwa tatu. Sababu ya kwanza, kampuni yenye thamani kubwa ina nafasi kubwa ya kuwin tenda sokoni. Sababu ya pili, kampuni yenye thamani kubwa inavutia wawekezaji na investors. Thamani yako ni kama vile mavazi unayovaa. Kabla ya mtu kuongea na wewe, anakutathmini kutokana na appearance yako. Sasa appearance ya nje ya kampuni, kabla hawajaanza kuangalia chochote ndani, investors kwa maana ya benki, kukopesha, serikali ama watu binafsi kufanya kazi na wewe, wataangalia una thamani kiasi gani. Vazi lako ndio hiyo thamani yako. Kwa hiyo kampuni ya thamani kubwa ina nafasi kubwa ya kuwavutia wawekezaji, investors na mabenki. Namba 3, kampuni yenye thamani kubwa haiathiriki na money inflation, kushuka kwa thamani ya shilingi. Shilingi inashuka thamani. Ili kutokuathirika na thamani yako, kutoonekana kwamba haiko relevant sokoni, chagua thamani kubwa kutoka kadri ya uwezo wako unaoweza kulipia kati ya haya madaraja matano. Tukija kwenye gharama zetu za kazi, sisi kama Michael Business Hub, iko hivi, kufanya kazi na sisi, moja kati ya vigezo tunavyoviangalia kumchukua mtu kufanya naye kazi, jambo la kwanza, unatakiwa uwe na at least kimoja kati ya hivi vitu viwili. Cha kwanza, kwenye biashara yako uwe na cash flow, ama uwe unaingiza at least milioni 5 kwa mwezi na kuendelea. Hilo jambo la kwanza. Lakini kama ndo unaanza biashara yako, unatamani kusajili kampuni, option namba 2 ni uwe na mtaji at least kuanzia milioni 5 kuendelea. Hizi ni vigezo vyetu sisi kama Michael Business Hub, kama agency yetu. Unatakiwa uwe na hivi qualification. Ukiwa na hivi vitu viwili, ukija kwetu
tutakupokea, tunakusaidia kusajili kampuni. Hizi sio gharama za usajili wa kampuni. Hapana. Hivi ni qualifications za nani na nani anafaa kufanya na sisi kazi. Ukishakuja kwetu ukawa na hivi vigezo, ukiingia ndani tutakutajia gharama gani, ni shilingi ngapi kufanya kazi na sisi. Lakini hivi vigezo lazima uviqualify. Ukiwa huna hivi vigezo, usitupigie simu. Tafuta, kuna wanasheria wengi sana Tanzania, kuna wahasibu wengi sana Tanzania, kuna watu wana masters za biashara, kuna watu wana masters za sheria, PhD, watakusaidia kukusajilia kampuni yako. Ila kwetu kama huna hivi vigezo usije. Tunapokea watu wa aina hii peke yake. Usije ukakata tamaa kwamba nimekwambia kwa sababu una qualification. Katafute, kuna watu wako huko barabarani wengi wamesoma sheria, wahasibu, watakusaidia kabisa kustructure kampuni yako na kusajili na kupata masuala yote ya kodi. Kwetu sisi, kwangu mimi, unatakiwa uwe na qualification hizi mbili ndo unipigie simu tufanye kazi. Ukija huku ndo nakwambia okay, sasa procedure ni ipi, gharama ni ipi na utaratibu ni upi kufanya kazi na mimi. Piga simu hapo chini kwenye caption ama comment neno kampuni, nitakusaidia kusajili kampuni yako.